Tungekuwa watu wa ajabu kama tungetembea kuonesha miradi ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitekeleza kwa miaka yake minne katika nchi yetu ya Tanzania, kama tusingefika kwenye mradi huu, mradi mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere, mradi ambao umechukua matilioni ya pesa kwa ajili ya kutekeleza mradi huu ili kuwatoa Watanzania katika giza. Hapa mbele yangu niko na mainjinia wa Tanzania, mainjinia wazawa wanaojua huu mradi kuanzia sifuri mpaka sasa hivi tumefikia 99.87. Niko na mainjinia wangu watatuambia ni jinsi gani serikali ya awamu ya 6 imeparticipate kwenye mradi huu kuhakikisha unakamilika kwa 100%. Lakini pia mainjinia watatuambia ni changamoto gani walizokumbana nazo wakati wa utekelezaji wa mradi huu, na hii itatupa taswira kujua viongozi wetu wamepambana kwa kiasi gani kuhakikisha mradi huu unakamilika na umeme unaingia kwenye grid ya taifa. Niko na mtaalamu jitambulishe kwa majina, and then baada ya hapo utuambie na mimi nitakuwa nakuuliza maswali mawili matatu, ni nini kinachoendelea hapa. Jitambulishe kwa majina mzee wangu. Asante sana Baba Levo. Yeah. Kwa majina naitwa Mhandisi John Ndaki. John Ndaki. Naam, ni msimamizi wa idara ya matengenezo katika mtambo huu wetu wa bwawa la Julius Nyerere. Yeah. Naam, mpaka sasa hivi mitambo 8 iko tayari na inazalisha na imeingiza umeme katika gridi ya taifa. Okay. Na wananchi kule wanaendelea kutumia matunda ya hizo mashine 8. Okay. Mpaka sasa hivi tunazalisha megawati 1880 kwa mitambo hiyo 9. Okay. Mtambo uliobakia ni mtambo mmoja, maana huu mradi wetu una idadi ya jumla ya mitambo 9. Mitambo 9. Na kila mtambo mmoja unazalisha megawati 235. 235 ya. Naam, kwa hiyo umebaki huo mtambo mmoja ambao na wenyewe huo mtambo mmoja tunatarajia ndani ya mwisho wa mwezi huu na wenyewe tutakuwa tumeingiza kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo mtambo namba 1, maana mlianza kufunga kuanzia mtambo namba 9, 8, 7 mkashuka chini mpaka namba 2. Umebakia mtambo namba 1. Mwezi huu wa 3 tayari utakuwa uko sawa na 100% ya mradi huu utakuwa umekamilika. Naam, naam. Tunashukuru sana. Moja kati ya vitu ambavyo nitaka tujue, mradi huu tunakumbuka ulianzishwa na Rais hayati John Pombe Magufuli. Naam. Nataka kujua mpaka siku rais wetu John Pombe Magufuli anatuacha, Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi, mradi huu ulikuwa umetekelezwa kwa 100% ngapi, na nguvu aliyokuja kuiweka rais wetu wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu kwa 100% ngapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Yeah. Mpaka marehemu Mheshimiwa Dr. Magufuli anatuaga, yeah, mradi ulikuwa ni 32%. 32. Naam. Kwa ulihitaji 68% ili uweze kukamilika. Naam, naam. Ndio nguvu alibakia nao mama hiyo. Ndio. Kwa hiyo baada ya mama kuingia madarakani, akaanza kupambana kuanzia hiyo 32%. Yeah. Mpaka leo mimi na wewe tupo hapa, ameifikisha hiyo 99.87. Kwa kweli tunamshukuru sana mama kwa kujitoa kwake na kuhakikisha kwamba huu mradi ameutekeleza bila kusuasua, na nikuongezee jambo jingine. Mpaka mradi unakamilika, hakuna hata shilingi 5 ambayo tulikuwa tunadaiwa na mkandarasi kama tumemchelewesha kumlipa. Kila senti inayohitajika mkandarasi anapata ili mradi kwa wakati, ili mradi uendelee kufanyika. Mpaka leo hii tunaona kazi kubwa imefanyika hapa. Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu yake kwa 68% kuhakikisha mradi huu unafanikiwa, na kwa maneno yao wanazungumza wazi kwamba kwa mkandarasi wa mradi huu Dr. Samia Suluhu Hassan hana deni. Kazi kubwa ameifanya na amelipa kwa wakati, kwa muda wote bila kusuasua.